Leo mwenyewe nyumbani. Uliye na masikio usikie tu. Hili neno limekumbushwa tu hapa, si kuwa nimeandika wala kufikiria. Nimelifanya nikamwoneka sana. Pale Yesu alipotangulia kusema, waliotangulia walikuwa ni wengi na wadogo, kuokoa walio wake na mwenye kusikia kondoo za sauti za watoto wake. Na akasema hivi kwamba yeye pigeni makofi vijana. Nzuri. Baba, mpatie 300. Amen. Ndio yapata kutoka kule. Amen. So, ile neno nikikuachia hata nisome tu, sita tafsiri yoyote ili ulisikie. Kwa mwingine hana Biblia, linatoka kwa Yohana 10 kuanzia na asome mpaka 21. So mistari kama 18. Sikilize tu, sitahubiri, nitakueleza uende nyumbani, baki tu na huduma. Soma. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 10 kuanzia mstari wa 8 inasema, Katika kuhubiria siku nyingine hiyo. Endelea. wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, akiingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Sijui kama kuna mahali unaweza elewa hii. Kuna wachungaji wa kulipwa makanisa mengi sana, hawana hasara na washirika. Yeye anasema anafanya kazi baada ya kuajiriwa, hakujitoa. Kuna watu walikutangulia lakini hawakuwa wazuri kwako. Chochote kilichokujeruhi moyo wako hakikuwa vizuri, but Yesu ndiye mzuri kwako. Sikiliza mwanangu, usiwahi kujidharau. Watu wasipokusifia jisifie. Amen. Watu wasipokupenda jipende. Watu wasipokuongelesha jiongeleshe. Amen. Wewe ni bora sana. Amen. Kwa hii dunia hakuna mtu aliyeumbwa aliyefanana na wewe zaidi. Ukiondoka wewe duniani, uondoka wewe. Jithamini kama Yesu alivyokuthamini, alivyotoa uhai wake kwa ajili yako wewe. Amen. Usisikilize watu. Unaona wale watu wanaokushindana na wewe, wanaokupiga vita wewe, wanaokuongelea wewe, wako nyuma yako. Raha yao ni kukuregesha nyuma, wao wapite mbele.
Lakini ukiongelewa, ongeza spidi. Amen. Wakikuregesha nyuma, wakitaka urudi nyuma, ongeza spidi. Amen. Kila kelele na kila aina ya vita vikuongeza spidi katika maisha yako. Amen. Kwa sababu aliyekufia anakupenda sana. Yesu anakupenda bana. Hata nikwambia Yesu anakupenda. Hakuna mtu anaweza toa hayo kwa ajili yako. Never. Anayekwambia halali apate usingizi kwa ajili yako ni Mungu. Amen. Yesu ndo halali wala asinzi. Usiku na mchana na kulinda. Kwa maana ile nyimbo inakwambia Iimbe hata kwa nyumba yako. Amen. Umuone katika maisha yako. Amen. Umuone kwa mtoto wako. Amen. Umuone kwa biashara yako. Amen. Umuone kwa kazi yako. Amen. Umuone kama huna kazi. Amen. Umuone kama haujaolewa. Umuone kama unataka ndoa. Amen. Ile nikiimba na maanisha vitu vingi. Ni ombi kwangu. Yesu. Sikiliza. Acha basi. Mimi ndimi mchungaji mwema. Nao walio wangu na wajua. Nao walio wangu walijua mimi. Kuna watu wametangulia, wenda hata waliimba nyota yao, wakatajirika kwa nyota yao, wakakucheka kwa sababu wanatumia nguvu, wakakudharau kwa sababu wanatumia nguvu zako, ama hata hawatumii nguvu zako, walienda kwa nguvu za giza. Wewe ukabaki jinsi ulivyo, kwa uvumilivu. Wokovu ni kuwa na uvumilivu. Kusema namngojea Bwana ni kutulia. Ngojea siku yake ya kukubariki. Haijalishi utakuwa na miaka mingapi. Ndivyo ambavyo Sara alimngojea Mungu na Mungu akambariki. Na alipobarikiwa kulikuwa na mjakazi amezaa. Yule wa Mungu hawezi linganishwa na mjakazi. Zile za forgery haziwezi linganishwa na ulizozingojea. Amen. Zile za uchawi haziwezi linganishwa na za Mungu. Amen. Utawashinda hata kama walitangulia. Amen. Hata kama waliona mbele yako utaenda kuwashinda huko mbele mbele. Amen. Hata kama walitajirika mbele yako utaenda kuwashinda huko mbele mbele. Hata kama walitangulia wakakuambia ya kwamba wewe ufanya mambo mabaya, yaani wewe unajua vile ulitangulia kuambiwa. Utakuja kuhudhuria vitu ambavyo Mungu amevitenda juu ya maisha yako. Nipate mtu anielewe, asijidharau. Usijidharau. Please. Usijishushe. Wewe ni wa maana, wewe ni wa thamani. Ngoja. Kitu ambacho unafaa uwe na spidi nacho ni maombi tu. Maandiko yanakwambia usijishughulishe kwa jambo lingine, jishughulishe katika kusali. Amen. Na kuomba. Huko kwingine niachie. Amen. Wacha wacheke, wacha ufurahie vigaragara. Ngojea hivi yako. Ambapo nitakupa furaha ya milele. Amen. Wakiwa na haraka waache. Amen. Yesu alikufa kwa ajili yako. Hapo mbinguni unashughulika. Anakuja kushangaza. Kile kitu cha mtu aliyeokoka amekuja haraka, lakini nacho kikija legacy yake si ya kawaida. Na kawaida ya mtu yoyote anayemngojea Mungu anapitia vita vingi. Wakati wanamngojea Mungu, anayengojea basi unasikia kuna matatu nyingine na kulazimisha twende, nitakupetea, twende ninaenda mpaka huko. Kichezo nenda kufikisha njiani. Ngojea ili akukufikisha nyumbani. Kuna gari zingine kama unaenda kwenu, kuna zingine hazifiki zinatuisha njiani. Wale wanaoenda Taita kuna zingine hazifiki nyumbani. Wale wanaenda Duruma wengine hazifiki nyumbani. Wale wanaenda kwao kuna gari moja inapitia hata kama kuna barabara ya michanga. Haleluya. Watapita na hapo kama ukagua kwenda ukifika hapo familia inakuona na nasema ndiye yule. Tulia. Tuliza bora. Mwachie Mungu acheze mpira wake na wewe. Wale maadui wote wanachezewa karata. Usimabaki, wacha waongee, wacha kuseme. Lazima Mungu lazima kama anataka kufanya utukufu wake, hawezi ufanya hivi hivi. Hautakuwa na nguvu. Wacha kwanza wajitokeze wakuongelee. Wajitokeze wakudharau. Alafu Mungu ndo ajifunue. Baba aje akuulize ilikuwaje? Kama sio wewe.
hivi, lakini vinakuja na utukufu. Unaweza kujenga kwa utapona. Mungu akakuponya na ikasaulika. Wale waliosema hautapona wakagonjeka na wakakufa. Amen. Kali kama uliponako na kana kupatia riziki, hata kama unadaiwa rent, ungojee Mungu, takuwa na kwako. Amen. Ungojee Mungu, takuwa na kwako. Kana kupa riziki. Unapata mafuta yako ya 200. Tosha. Amen. Wewe ni mzuri sana. Amen. Kama ujiamini ndio kajiangalia kwa kioo. Kama wakusifu kajisifia hapo kwa kioo. Sema wao, mimi ni mrembo. Amen. Mimi ni Esa. Mungu hajawahi kosea. Haleluya. Amen. Okay, ngoja usifiwe. Na hapa. Amen. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Angalia mtoto wako. Usiwe na wachungaji wangapi? Wawili. Usiwe na wachungaji wangapi? Wawili. Nakukataza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa sababu kitu kitakachojengwa mahali kitaenda kuondolewa na mwingine. Unatakikana umwamini Mungu mmoja, usipokutatizwa. Shikilia madhabahu moja, ungojee Mungu hapo. Amen. Kuna wengine si wazizi hili, lakini wakiona umevuta subira na baraka zimeanza kukuzukia ukiwa kwa zizi hili, watasikia sauti ya Mungu na utawaleta. Amen. Usipende kuwanyang'anya. Kuwa na mchungaji ngapi? Mmoja. Usiwe na wachungaji wangapi? Maliza. Ndiposa Baba anipenda kwa sababu unautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Endelea tu. Watu wana huzuni sana bila unasikia uwepo wa Mungu ukishuka ndani yao, kumhurumia Yesu kwa ajili yako. Amen. Nami ninao uwezo wa kutoa, ninao na uwezo wa kutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, sikiliza, nimekwambia uwe na mchungaji mmoja. Utakapokuwa na wachungaji wawili, mwingine atakwambia yule ana mapepo. Ukishikana na Wayahudi ambao wengine hawaamini kama wewe, watakuregesha nyuma. Umesikia? Alafu sikiliza wale ambao walisikiza neno la Mungu na likaingia ndani yao. Sikiliza. Amen. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno hayo sio ya mtu mwenye pepo. Mwenye ufahamu akawajibu, akawaambia, maneno hayo sio ya mtu mwenye aliye na pepo. Sikiza. Wengine wakasema, maneno hayo sio ya mtu mwenye pepo, bali pepo aweza kuwafungua macho vipofu? Nawezaje kufunguliwa macho vipofu? Kazi yake ni kufunga. Nimekuachia hili neno kalitafakari. Atakapokuja nipa time nzuri ya kuhubiria, basi nitakufafanulia. Basi Mungu alisema nikuachie ukaisome, ukaone huruma za Mungu zinazonena juu ya wewe, ndio Mungu anakupenda kuliko mtu yote. Wanadamu anaweza kukutolea neno hili, lakini
hawezi jua kilichoko ndani yake, lakini Yesu anasema kilichoko ndani yake kwa ajili ya mwanadamu. Amen. Na ni kweli tukashuhudia kifo cha Yesu kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu akubariki na kutoka mbele. Nataka nikuombee maombi ya mwisho, nikurelease na uende nyumbani. Hapo mahali ulipo tu umekaa, inua tu mkono wako, tuombe pamoja. Baba, Mungu wetu uliyejaa uweza na mamlaka, umekuwa nasi ibada yote tangu tulipofika mahali hapa. Bwana, tunaona tukazione Baba, tutakapoenda kutafuta huku na kule yule hana Bwana, kwa sababu Baba amekufuata wewe na umemwongelesha na umemwombea, basi akaone milango ikifunguka, akaone baraka zako Bwana. Ninamuombea anapotoka mahali hapa Bwana, naomba baraka zimwandani. Naomba Mungu maroho ya mikosi na manoksi isimupate, awe katika mikono yako, maana akiwa katika mikono yako yuko salama. Shetani hawezi kufikia pale, mapepo hawezi kufikia, maana mkono wako umejaa nguvu. Ninaombea Baba pamoja na jamii zao, wale waliofika siku ya leo na wale hawakuweza kufika siku ya leo. Ninaombea walio karibu na walio mbali, Bwana ukafike kwa mkono wako, kwa sababu mkono wako huwezi linganishwa na wanadamu. Wengine hata wako katika nchi ya nje Bwana, nasi tunawaombea waume zao walio kule, wake zao walio kule, watoto wao walio kule, nguvu zako zikaonekane Bwana. Tuna imani watoto wetu vile walivyoenda watarudi salama. Tunaombea watoto wetu wanaosoma Baba yangu, naomba Baba, kumekuwa na maroho mengi, mashule zinatomeka. Kama juzi kuna watoto walikufa zaidi ya 16 na bilio. Tulindie watoto wetu wanapoenda mashule Baba yangu, linda Baba yangu hiyo roho ya uuaji watoto wetu ikashindwe Baba yangu, na isipate nafasi tena katika uzao wa tumbo zetu. Ninaombea kila mmoja wetu Bwana, anaenda kutafuta, kuna maajabu, anaenda kutafuta, kuna waizi, anaenda kutafuta, kuna wapora, anaenda kutafuta, kuna uchawi, hata kwa biashara zinarogwa. Watu wanakuja pale na pesa, ile pesa Baba imetoka kwa mizimu. Kuna maroho zinaitwa za chuma ulete Baba, hazitafanikiwa kwa hiyo biashara yake, hazitafanikiwa katika jina la Yesu. Ataendelea hata pungua kila mahali atakapofanya kazi ya kuajiriwa ama yake ya ofisi ama ya kawaida. Mungu utamlinda, na yule hana Bwana ataenda kupokea katika jina la Yesu. Tunaomba juu ya ndoa zetu na wale ambao hawana ndoa. Ninaombea Bwana, kila aliye na tamanio na moyo wake utalitenda sawasawa na mapenzi yako. Kila mahali ambapo sawa, Mungu utaenda kupaweka kuwa sawa. Ninajua wewe ni Mungu na hujawahi shindwa. Naombea kila huduma zote, kila tamanio la huduma yake ya kusonga, kila huduma zote ambazo unazijua na zile anazozipenda mwenyewe. Mungu, hizo huduma utaziongeza nguvu Baba, hazitapungua, maana utaendelea kumimina mafuta yako mabichi, na Roho wa Bwana ataenda kufanya kazi yake. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu unaenda kutenda yote. Baba yangu, yale ambayo sikuweza kuyanena, Roho wako akanene zaidi na zaidi. Watembeapo nena nao, maana Baba kuna maroho mengi. Watu hutegewa kwa njia, watu hutegewa kwa nyumba, na wengine yanakuja hata kwa watoto mabaya, wengine yanakuja hata kwa watoto wetu wakilala usiku wanashtuka. Lakini kwa sababu ya nguvu zako ambazo tunaziomba leo, zinaenda kuzingira kila mahali utakapoenda kulala. Maana kuna maroho yanakuja usiku, unaona tumeshtuka usiku na roho yako inaenda mbio, na roho yako inapiga, na roho yako inakosa amani. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu, utaenda kutondolea kila roho za wasiwasi, kwa sababu wanakutaja kwa mizimu, kila roho za wasiwasi, kwa sababu wanapanga kukufuata. Wewe ni Mungu, kila mahali hatutaonekana mahali popote kwa mizimu wala kwa mapepo, bali tutakaa katika mahali palipo salama. Baba, kalinde roho zetu pamoja na mwili yetu na uhai wetu, maana sote tumeukabidhi mikononi mwako Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Baba, tunapotoka mahali hapa, wacha leo tukaachane tu kimwili, lakini kiroho tukawe pamoja. Na wale watapata nafasi Bwana, watafika katikati ya wiki, bali sio kwa lazima, bali kwa sababu ya nafasi, kwa sababu ya kwenda kutafuta hapa na pale. Hatuwezi kuwalazimisha. Wewe Mungu unawajua, kwa sababu nilisema sijafanya kazi ya asili. Baba, ukawabariki na kazi, hata wakipatikana wawili au watatu, wale nitawapata, nitawahubiria katika jina la Yesu. Maana tunapatikana mahali hapa Baba, ambao umetupangia hizi ratiba Jumanne, Jumatano,
Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi na Jumapili kama ya leo, Bwana zipatikane na watu wako wakafike. Wale ambao hawakuweza kufika, wengine wetu ambao walipata kazi ambazo hazina hofu ya Jumapili, wengine Baba wamepata safari za dharura, wengine Baba yangu hata wengine wamefiliwa na wachawi wao, na wengine wamefiliwa na jamii zao, lakini wewe ni Mungu unaenda kuwarehemu na kuwatia nguvu. Asante kwa kuwa wewe ni Baba ambao unaweza yote, ambao unaenda kukamilisha kila jawabu la mioyo yao. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, ambaye ni Baba na mkombozi wa maisha yetu. Sisi sote Baba tumeomba na tunamwamini. Amen. Mungu awabariki na watendee mema. Kwa huduma